Asubuhi ya leo hali gani mpenzi mtazamaji, dada zangu, ndugu zangu? Ni matumaini yangu ya kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Huwa ninakukumbusha kwamba kama vile ambavyo neno la Mwenyezi Mungu hutuambia, yani usiku unaweza kuwa na mengi. Usiku unaweza kuwa na mengi ya kuumiza, lakini asubuhi yake furaha ikabisha mlango wako. Ni maombi yangu ya kwamba furaha ikabishe mlango wako. Furaha ikabishe moyo wako. Na kile ambacho ulikuwa unaumia, kile ambacho ulikuwa unakipitia, Mwenyezi Mungu akakutembelee asubuhi ya leo na furaha ikaweze na kuonekana kwako. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuendelee na kuogelea ndani ya hayo manyunyu ili tukaweze na kuendelea na kuinuliwa kiroho, kubarikiwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tuko naye, sio mwingine mbali ni Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni, Kangundo Pastorate, Machakos Sub-Headquarters. Karibu sana tukaweze na kubarikiwa kwa pamoja. Karibu mpendwa, ili tukaweze kusemezana tena neno la Mungu. Siku ya leo ningelipenda tusemezane neno la Mungu kutoka katika kitabu kile cha Luka sura ile ya 7 na mstari ule wa 11 tukafike 17. Neno la Mungu linasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na walipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akalikuza jeneza, wale waliokuwa wakichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakwambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika watu, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Mpendwa, neno la Mungu siku ya leo linanena nasi kuhusu maisha haya tunayoishi. Tunaona ya kwamba kuna mama mmoja ambaye alikuwa ni mjane. Na huyu mama akiwa mjane, kulingana na neno la Mungu, bwanake alipomwacha ni kama alimwacha na mtoto mmoja wa kiume. Na huyo mtoto ndiye aliyekuwa tumaini la mama yake. Maana mama yake alipomuona huyu mtoto alijitia nguvu na kuendelea na maisha yake. Lakini kukafika wakati huyu kijana, mtoto wa kipekee wa mamake, akaweza kuondoka, akafa na akawa hayupo tena. Huyu mama alikuwa na huzuni mwingi sana maishani mwake. Huyu mama alilia sana, na hata watu wengi katika mji huo wa Naini wakaja ili wakaweze kumfariji, ili wakaweze kulia pamoja naye, ili wakaweze kumtia nguvu kwa ajili ya shida ambayo ilikuwa imempata ya kuachwa na mwanae ambaye alikuwa ni wa kipekee. Na tunaona ya kwamba waliendelea na mipango, na siku ambayo walikuwa wakaweze ili kuwakana na mwili wa huyo kijana, wakawa wamejiandaa
ili wakaweze kuwa na masishi ya kuwaka huu mwili. Na tunaona ya kwamba walipochukua lile jeneza la yule kijana ili wakaweze kuelekea kaburini na akaweze kulazwa pale, tunaona ya kwamba Yesu Kristo naye pamoja na wanafunzi wake, na kongamano ambalo lilikuwa kubwa sana, ambalo lilikuwa linafatana naye, waliweza kupita mji ule, na waliposhuka katika mji ule waliweza kukutana na kongamano hili kubwa la watu ambao walikuwa wamefika katika mashishi ya kijana huyu. Na walipokaribia, tunaona ya kwamba Yesu Kristo alipomuona yule mama mjane, akaona huzuni wake, akaona vile alivyokuwa akilia, Yesu Kristo aliweza kusimamisha wale waliokuwa na jeneza, akawaambia ya kwamba wakaweze kusimama. Na waliposimama, neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu Kristo akamuonea yule mama huruma mwingi sana, na akamwambia ya kwamba usilie. Na alipomwambia usilie, aliweza kunyosha mkono wake na akaweza kulikuza lile jeneza, na akanena, akasema ya kwamba kijana akaweze kuinuka. Na kweli kijana aliinuka na akaanza kunena, na akampa mama, Yesu Kristo akampa mama yake, akaweza kumwambia wakampe chakula ili akaweze kula na kupata nguvu. Wapendwa, kuna ufufuo katika Yesu Kristo. Mambo yako ambayo unaona ya kwamba kweli hayo yamefika mwisho, yale unaona yamefika ukingoni, yale unaona hayana uhai tena, yale unaona ya kwamba haya nilianza lakini mahali nimefika hakuna tumaini tena, nataka kukuambia ya kwamba wapendwa, ukielekea kwa Yesu Kristo kuna tumaini, kuna ufufuo tena katika hayo mambo yako. Wapendwa, usife moyo hata mahali ambapo imefika ukingoni. Huyu mama ilikuwa ni wakati wa kwenda kuweka mwili katika kaburi, lakini Yesu Kristo anatokea wakati wa mwisho. Yesu atatokea wakati wa mwisho katika maisha yako. Yale unaona ya kwamba hayatawezekana, wapendwa, amini, katika Yesu Kristo kuna uhai tena, katika Yesu Kristo kuna ufufuo tena. Umechekelewa, watu wamesema imeisha, watu wamesema sasa wewe uko mwisho. Kuna uhai tena, kuna tumaini tena, kuna ufufuo tena, maana Yesu Kristo yeye ndiye ufufuo, yeye ndiye uhai, yeye anatutazama na ana huruma mwingi sana kwa ajili yetu. Wacha tukamtazame huyu Yesu, Yesu aliye na pendo kubwa hivi, Yesu aliye na huruma. Watu huenda hawatakuhurumia, labda tu watakuona na watasema tu, labda kama ni kifo watakusaidia kulia, lakini hawana uhai. Mtazame huyu aliye na uhai, mtazame huyu aliye na ufufuo. Anaweza kufufua mambo ambayo umeona yako mwisho, anaweza kufufua uchumi wa mfuko wako, anaweza kufufua hata hiyo ndoa, anaweza kufufua hata ile relationship ambayo imekufa. Yesu Kristo ana uwezo, ana mamlaka. Alinena kwa mamlaka, akasema kijana inuka, na akainuka. Hata nawe utainuliwa, hata nasi tutainuliwa, wamama wachane mtainuliwa, hata wale ambao mumeachwa mtainuliwa kama mtamtazama Mungu anayeleta uhai na anayehurumia watu wake. Huruma wake unatosha. Tumtazame yeye kwa upekee na atatenda, maana yeye ndiye Mungu anayetenda. Na wacha Bwana akalibariki neno lake na likalete uhai na ufufuo katika maisha yetu. Amen. Falme, na kushukuru kwa ajili ya neno lako, neno ambalo linatutia nguvu hata licha ya kufika mahali ambapo tumefika, mahali ambapo tunaona tuko ukingoni, mahali ambapo tunaona hatuna tumaini tena.
kumbe kwako kuna tumaini, kumbe kwako kuna ufufuo, kumbe kwako kuna uhai mara tena. Wacha Bwana ukanyoshe mkono kwa ajili ya yule ndugu, yule dada ambaye amefika mwisho. Wacha Bwana ukaleta ufufuo kwa ajili yake tena katika jina la Yesu Kristo. Wacha mwisho wake ukawe ni kama mwanzo mpya na ukawe ni ushuhuda. Maana tunaona watu ambao waliweza kushuhudia haya, walinena wakasema kweli kuna Mungu anayetenda. Wacha ukatende kwa ajili yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tumeomba na kuamini. Amen. Usikate tamaa. Yesu anaweza kusimamisha mazishi ya hali yako na kungeuza machozi kuwa furaha. Hali yako ambayo unaipitia, Yesu anaweza akaisimamisha. Yesu anaweza akangeuza hayo machozi yako, kilio chako kikawa ni furaha. Unaweza kuwa unapitia mengi ya kuumiza. Unaweza kuwa umeumia sana, lakini Yesu anaona. Anaweza akangeuza hayo yote. Kumbuka kwamba Yesu aliweza na kungusa. Yaani mwanamke ni huyu analia kwa sababu ya mtoto wake. Yesu aliweza na kurudisha uhai. Haijalishi kwako katika maisha yako ni tumaini limekufa. Yaani katika maisha yako ndoto zako zimekufa, imani yako. Hayo yote anaweza akagusa tu, uhai ukaweza na kuonekana tena. Anaweza akabadilisha hali yoyote ile ikawa ni ya furaha. Anaweza akafufua chochote kile. Kile cha muhimu ni kwamba tusikate tamaa, tuzidi na kumtumainia kila wakati na kuona kwamba anaweza. Kama huu wakati aliweza, kama huu wakati huruma yake, yani aliweza na kubadilisha hali yani isiyowezekana. Pale ambapo watu wanaona mwisho, Yesu anaona mwanzo. Usione mwisho, ona mwanzo wako. Mwanzo wa mema, mwanzo wa baraka, mwanzo wa kufunguliwa chochote ambacho shetani alijaribu na kukifunga. Mungu na atusaidie. Imani yetu izidi na kukua kila wakati na tuzidi na kumtumainia. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mungu na atembee pamoja nawe na imani yako izidi na kukua. Bye bye.